Asante sana. Na leo Wakenya wameona ya kwamba serikali haijakuwa imejitayarisha vizuri kwa kuangazia mambo ya bei ya mafuta, kwa sababu tumeona nchi mingi duniani, watu wakubwa katika hizo serikali na nchi wamekuwa mstari wa mbele kwanza kuangalia vile watakabiliana na hii janga ya mambo ya bei ya mafuta. Lakini tumeona ya kwamba serikali imechukua muda, na badala ya kutoa mwelekeo mzuri, wamekuja jana kuwekelea mzigo kubwa sana kwa Wakenya. Jambo la kwanza nataka niseme ni kwamba bei ya mafuta katika ulimwengu ile inapimwa katika dollars per barrel ilikuwa juu zaidi mwaka wa 2022, ambapo tuliona a barrel of oil ilikuwa dola 115 hivi, lakini mafuta hapa Kenya ilikuwa shilingi 160 kwa petroli na 140 katika diesel. Lakini sasa mafuta ulimwengu iko chini ya vile ilikuwa 2022, kwa sababu oil per barrel is currently around $98 per barrel. Lakini tunaona ya kwamba Wakenya wanaambiwa watalipa mafuta bei kuzidi shilingi 200. How comes mafuta ya 2022 ulimwengu ilikuwa kwa bei kali, lakini hapa Kenya ilikuwa chini zaidi? Kwa nini wakati mafuta iko chini more than 2022, Wakenya ndio wanaongezewa bei much more than in the year 2022? Jambo la pili ni kwamba watu wenye wako katika serikali wanafaa wajue hii mambo ya bei ya mafuta sio bei ya mafuta peke yake. Hii ni mambo ya uchumi ya Kenya. Tushaanza kuona ya kwamba uchumi wa Kenya umeanza fighting back. Tumeona kaka zetu, dada zetu wako katika transport sector already wameongeza bei ya nauri. Na sasa hiyo ni kuonyesha ya kwamba Wakenya tu ambao wako chini zaidi wanaendelea kufinyiliwa zaidi, kwa sababu ile pesa wanalipa katika nauri inatoka tu kwa mfuko ya Wakenya. Because the spiraling effect ya hii mambo ya mafuta sio tu kufuel gari, itakuwa kwa vitu mingi. Katika mambo ya transport tushaona, katika mambo ya manufacturing tutakuwa tunaona hivi karibuni hata bei ya unga. Inflation figures katika hii mwezi wa April tutaweza kuona ya kwamba itaenda juu katika mwisho wa mwezi. Every sector katika uchumi wa Kenya, the economy of Kenya is carried through fuel. Na kwa hivyo ingekuwa ni vyema serikali waone ya kwamba bei ya mafuta tu sio kuweka tu kwa mafuta ya gari, inabeba uchumi wote wa Kenya. Na mimi kama kiongozi napeana practical solutions vile Kenya inafaa ifanye. Ndio hii mambo ya mafuta tuishikilie, kwa sababu ni ya muda. Tuishikilie kwanza. Ya kwanza, ile VAT serikali jana walijaribu kuonyesha Wakenya ati wanapeleka chini. Hiyo ilikuwa ni sarakasi. Kupeleka VAT chini na 3%. That is a joke. Hiyo ni sarakasi. Na Wakenya wanauliza, lazima serikali ipeleke kodi ya VAT chini ya mafuta by at the very least an extra 5%. Na hiyo ita reduce bei ya mafuta na shilingi kama 8 hivi. Kitu ya pili ni kwamba fuel levy ile serikali iliongeza mwaka wa 2024, Wakenya wanasema hiyo shilingi 7 lazima iondolewe. Na jambo la tatu, iko fund katika Kenya inaitwa Fuel Stabilization Fund, na ni pesa ya Wakenya, na iko na pesa zaidi ya 20 billion shillings. Wakenya wanasema an extra 5 billion shillings itolewe pale, Wakenya wapewe subsidy. Na katika ile mafuta Wakenya wanatumia kila mwezi ya around 400 liters of petrol and diesel per month. Hiyo pia itapea Wakenya nafuu ya shilingi 12. Ukiongeza hizo, nasema mimi 3, kupeleka chini VAT by an extra 5%, hiyo ni kama shilingi 8,
kuondoa fuel levy ya shilingi 7 na kuongeza subsidy ya Wakenya kupata nafuu ya shilingi 12 per liter. Hiyo already tutakuwa tumepea Wakenya nafuu ya shilingi 27 kuanzia leo. Kwa nini serikali wagoje mpaka Wakenya wenyewe waanze kujiexpress when they know the right thing to do? Na hiyo mambo Wakenya hawaulizi serikali ifanye jambo lolote. Kenyans are just asking serikali wapeleke kodi ya mafuta kwenye waliipata. Ile wameongeza wenyewe waondoe. Ile walipata ni sawa. Na wakiondoa tu ile wenyewe wameweka, tutaweza kuondoa bei ya mafuta na shilingi 27 leo. Na jambo lingine nataka liongeze ni kwamba hii mfumo tunaambiwa inaitwa G2G ni ukora na biashara ya wakubwa hapa Kenya. Itakuwaje Wakenya wanalia mafuta iko more than 200 shillings na viongozi wako serikalini ndio wenye kampuni za G2G? Ati wao sasa wanahesabu faida, Wakenya wakilia wakiweka mafuta. The leaders of Kenya, you should be ashamed of yourselves that you are buying money printing machines ya kuhesabu faida yenu ya G2G wakati wa Kenya wanalia wakiweka bei ya wakiweka mafuta na bei ya juu. It is a shame, na ya kuonyesha ya kwamba wakora tu wenye wako katika G2G wanapata faida Wakenya wakilia. Sasa wameenda Turukana, wameiba mafuta ya Wakenya ya Turukana, sasa ni yao binafsi. How much is enough? How much is enough? Kwani mwanaume moja tubu inatoshana nini ukule kila kitu hii dunia? G2G unakula faida Wakenya wakilia. Mafuta ya Turukana, instead ya isaidia watu wa Turukana, umechukua umeiba ni yako. How much is enough for one man? Asanteni. Mheshimiwa, just one. Yes. My name is Mike from Team 47. When this regime got in, VAT ilikuwa ngapi? VAT ilikuwa 8%. Wakaongeza to 16%. Yeah. Na ndio maana tumefika hapo tuko saizi. If at all they reduces this VAT to 8%, when Uhuru was leaving the presidency, yes, mafuta ilikuwa 159 shillings. Yes, 159. Why will it be by 27 shillings? Because imepanda by 27 shillings. Yes. If 8% itatolewa irudi 8% VAT, then tunafaa turudi pale kwa 159. Yes. Right? I agree with you. Kuna vitu kadhaa na Kagongo, hiyo ni swali mzuri. Anauliza tukiondoa kodi ile serikali hii imeongeza. Hata Wakenya hawaulizi tunauliza tu ile kodi hii serikali imeongeza, waondoe tu hiyo. Kagongo anauliza bora mafuta itirudi 160. Na hiyo ni swali mzuri sana. Ni kwa sababu tumeongeza vitu zingine. Ukiangalia excise tax, angalia VAT, angalia pesa ilikuwa inapeanwa ya subsidy was a little higher that time. So vile nataka niseme ni kwamba kulingana na hiyo swali, the intervening period, bila kugoja sana, kwanza turudishe VAT kwenye ilikuwa 8%. Hiyo peke yake itaondoa kwanza kodi an extra other than the one that was given was purportedly given yesterday. Itakuwa shilingi 8. Lakini kumbuka ya kwamba fuel levy pia imeongezewa na shilingi 7. So hiyo ni pesa ingine direct to the liter of fuel. Hiyo ni shilingi 7 iliongezwa 2024. Lakini hii pesa ya fuel stabilization, Wakenya ni vizuri waelewe, si pesa hata itawekwa katika bajeti. Ni pesa wao wenyewe washalipia kwa mafuta miezi ambayo mafuta ilikuwa chini. So that is money that is also available. So the practical reasons we are giving ni kwanza mafuta isiongezewe, then tujiulize itarudi vipi vile ilikuwa 159 wakati Uhuru Kenyatta alikuwa anaondoka. So what I have given is practical that it should be done now. And then in the medium term, in the next month or two, then we start talking about reducing VAT further, kama vile tumeona nchi kama Zambia, kama vile tumeona nchi zingine zikifanya kwa niaba ya kujali uchumi wa nchi zao.
Nitasema maybe kwa wale wa ile lugha ingine Ramogi. So I'll be brief also so that I don't keep you. Undu wa mbere ni gwenda kuga ati andu a Kenya ni arakaru muno ni kuonania ati thirikari atongoria thirikari handu ha madiru no horo uyu wa maguta kuma riria baumirire mweri 28 wa February tukoretwo tukiona atongoria thirikari mareka campaign handu ha kuonania utongoria maundu-ini maya na horo uyu wa maguta no wambiriirio already ko affect andu a Kenya.